Naitwa Mwalimu Prochesus Jerome Mguli, afisa elimu sekondari ya halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tarehe 4 mwezi wa 4 2025 tumewaita walimu wa kata za tarafa ya Njombe mjini kwa ajili ya kupata maelezo mahususi juu ya utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa. Tumeandaa wataalamu kutoka ofisi ya mdhibiti mkuu wa shule halmashauri ya mji wa Njombe. Lengo ni kutaka kutoa au kuwapatia maelezo mahususi yanayohusiana na mtaala ulioboreshwa ili hawa walimu wetu waweze kuwa na nafasi ya kueleza kwa jamii inayowazunguka na wenyewe kutekeleza kwa ufasaha juu ya mtaala ulioboreshwa. Maana yake walikuwa hawajapata walimu wengi huo mtaala ulioboreshwa. Lakini pia baada ya zoezi la hapa tutakuwa na mafunzo kama haya katika cluster ya Kifanya na cluster ya Matola ili walimu wote wapate uelewa wa pamoja juu ya mtaala ulioboreshwa. Na baada ya hapo sasa wadhibiti ubora wataanza kupita kwenye kila shule kuendelea kuelekeza na kupata changamoto tofauti kulingana na shule zilivyo. Maanake hizi shule, kuna shule, sisi tuna shule 5 sasa zina mitaala zinafundisha mafunzo ya amali. Kwa hiyo wakifika kwenye shule kutakuwa na maswali mahususi na maelekezo mahususi kutokana na shule husika. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukifanya hivyo tutakuwa na uelewa mzuri juu ya mtaala ulioboreshwa na utaweza kusaidia kuweza kutoa elimu iliyo bora kwa jamii, na tunaamini jamii itaipokea vizuri sana. Kwa sababu jamii ina uchu lakini haielewi vizuri kitu gani kinatokea. Hususan kuna mtaala wa kawaida na mtaala wa amali. Jambo hili pia linatakiwa lieleweke vizuri kwa jamii ambayo inatuzunguka. Naitwa Evaristo Michael Chaula, afisa mdhibiti ubora wa shule wa halmashauri ya Njombe. Tumeamua kufanya hii semina kwa walimu wetu kutokana na mabadiliko ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, kwani limeenda kuathiri hata muundo wa utoaji wa elimu yenyewe. Kutokana na mabadiliko haya tumeona walimu wetu wengi bado hawajawa vizuri namna ya kuitekeleza na namna ya kuisemea kwa wazazi, kwa sababu wao ni maajenti wetu kwa wazazi kufikisha hii elimu. Kwa kuna mikondo umeongezeka, mambo ya muundo wa elimu umebadilika. Kwa mfano tukianza elimu ya msingi chini tunaanzia awali ni mwaka mmoja, tukija sekondari ya chini ni miaka 4. Sasa tukija sekondari ya chini ina mikondo miwili. Kuna mkondo wa elimu ya jumla na mkondo wa amali. Sasa kwenye amali walimu walio wengi bado walikuwa wanashindwa kujua watafanya nini, na ukija kwenye mkondo wa jumla nini kifundishwe na wafanye nini, walikuwa hawana uelewa wa pamoja. Kwa baada ya kugundua ile tulifikiri ni vizuri walimu hawa tuwaite pamoja, hasa wa Njombe mjini, tukianza na kata ya Njombe mjini, Ramadhani na Mji Mwema. Waje hapa tuwaelekeze namna ya ufundishaji na namna ya upatikanaji hata material ya kufundishia, kwa sababu material mengine yako kwenye mtandao yamerushwa. Kwa wanaandika hakuna vitabu, hakuna syllabus. Kumbe tukiwaeleza kwamba ukiingia kwenye mtandao unaweza kudownload material yako ukayapata, angalau ukapata kitu cha kuendelea nacho. Kuna fani ya uhandisi, kuna fani ya kilimo, kuna fani ya sanaa na michezo, kuna fani ya ukarimu na utalii, na kuna fani nyingine. Tukija kwenye michepuo sasa, utasikia kuna mchepuo wa sayansi, mchepuo wa kilimo, mchepuo wa sanaa, mchepuo wa mambo ya sanaa na michezo, vitu kama hivi. Sasa mwalimu kutofautisha kati ya fani na michepuo ikawa kidogo inampa shida. Hivyo tumeleta ili tuwaelekeze tuone namna gani waende kutekeleza hilo. Pia hata watoto wale wanafunzi wakiwa shuleni, kuna shule nyingine zimeshaanza amali kuanzia mwaka 2024 wanaendelea na amali. Sasa walimu wale pia bado hawajawa na uhakika nini wafanye kwa watoto hawa na namna ya kuwashauri watoto wa namna ya kuchagua na kusoma. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba tuwaite walimu hawa waje ili tuwaelekeze namna ya kufanya. Kwa kifupi ndio hivi. Walengwa wa shughuli hii zaidi tulipanga ni walimu wa sekondari kama nilivyosema, wote wakuu wa shule na walimu wao wote
tuliona tukiita mkuu wa shule na au mtaaluma kwa majukumu yao wanaweza kufikisha ujumbe vizuri kwa watekelezaji kiurahisi. Kumbe tukiwaita wote kwa pamoja wanaweza wakawa na uelewa pamoja, afu na utekelezaji utakuwa ni rahisi. Kwa matarajio makubwa baada ya elimu hii, tunategemea walimu wetu wataenda kutekeleza ipasavyo mtaala ulioboreshwa ambao ni mapinduzi makubwa ya kielimu kwa nchi yetu ya Tanzania. Naitwa Mwalimu Esther William Jujuru, ni afisa elimu kata ya Yakobi. Kwanza kabisa napenda kushukuru leo kushiriki haya mafunzo ya mtaala ulioboreshwa kwa elimu ya sekondari, kwa ngazi ya elimu ya sekondari. Yapo tumepata kuanzia mtaala ulivyoboreshwa kwa ngazi ya elimu ya msingi na ulishaanza kutekelezwa. Kweli katika hili na shukuru kwa sababu itanipa wepesi wa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa huu mtaala ulioboreshwa. Lakini pia naweza nikasema mtaala ulioboreshwa una manufaa yake kwa namna tulivyousikia kulingana na fani. Sisi kwa mfano tulisoma mtaala ule wa zamani na tumepitia mitaala mingi ambayo tulikuwa tunasoma yale masomo tena mengi. Kwa mfano mwenyewe nimesoma agriculture. Lakini naona namna nilivyosoma nilisoma na nikaviacha vitabu, matumizi yake bado siyaoni kwa namna ninavyoendelea katika maisha. Lakini sasa kwa mtaala ulioboreshwa najua watoto kwa namna hivyo fani ambazo zimetengwa kimasomo na watazisomea zile fani zao, hakika najua watazitendea haki katika maisha yao. Na kwa sababu namna zilivyoelekezwa hapo, hakika watazifaidi. Na namna ya wazazi, mimi binafsi kwa wazazi najua watazipokea kwa sababu walikuwa watoto wanaweza wakachaguliwa kwenda sekondari. Unakuta mzazi anasema mtoto hataki kusoma, eti alifaulu kwa bahati mbaya, yeye anapenda ufundi. Sasa kwa hapa wazazi watalipokea, watoto wao wataenda wakapate ufundi ule waliokuwa wanalilia. Ni kweli mara nyingi tulikuwa tunapigiwa simu, mimi mwenyewe nimepigiwa simu mara kadhaa kwamba mtoto wangu hapana anapenda ufundi, sasa ataenda sekondari akasome yale masomo ya lazima ya taaluma, lakini bado atabezi kwenye ile fani anayoipenda. Kwa hiyo kwa hili napenda kulisisitiza kwamba wazazi au viongozi wa ngazi ya kata na sekondari tulioshiriki leo tuendelee tukahamasishe, tuisemee kwenye mikutano yetu tunapopita kwenye mikutano ya wazazi, ile siku ya wakati ule wa mihula kwenye mikutano ya wazazi tuisemee ili tuwaelimishe wazazi, hata jamii tunapopita kwenye vijiji pale tunapopita kwa ajili ya maendeleo ya kata zetu. Kwa hilo nashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kulifanyia kazi kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Mwalimu Baldo Bruno Kivinge, mkuu wa shule ya sekondari Agafilo inayopatikana halmashauri ya mji Njombe. Katika mafunzo ya leo tumekuwa tunajifunza masuala ya amali ambayo kimsingi amali ni mafunzo ambayo yanahusisha elimu ya ufundi. Sasa katika mafunzo haya tumeona kwamba mafunzo ya amali yanagawanyika katika sehemu mbili, kwa maana wanafunzi watajifunza amali ya kihandisi ama amali isiyokuwa ya kihandisi. Sasa sisi kama mkuu wa shule ya sekondari ya Agafilo, sisi tuliamua kutumia mkondo wa amali, lakini katika mkondo wa amali ya kihandisi. Sisi tunafundisha mkondo wa amali ambao ni electrical installation, ambayo katika msingi huo tuliamua kufanya hivyo kwa sababu tuliamini kwamba mkondo wa amali ya kihandisi kwanza unamjengea kijana uwezo wa kuweza kujiajiri, lakini pia anapata ufundi au ujuzi ambao moja kwa moja upo kwenye jamii. Kwa mfano, katika masuala ya mifumo ya umeme, wanafunzi wanaweza kusuka umeme wa nyumbani, wanaweza kusuka umeme wa mitambo, lakini pia wanaweza kutengeneza vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme kama pasi, majiko na kadhalika. Sasa kwa hoja hii tuliona kwamba tujaribu kupita upande huu, kwa sababu kwanza tunatoa kitu ambacho moja kwa moja kinaenda kuwa na manufaa kwa watoto na kwa wazazi, lakini la pili tunachangia katika kuandaa wataalamu wa kesho kwenye taifa. Tumeona mwitikio baada ya kutumia vikao vya wazazi, lakini na kuwaeleza watoto, kuna mwitikio mzuri ambao watoto wanaweza kushiriki kwenye hili, na kiukweli wanaonyesha umahiri kwenye eneo hili. Kwa mfano, sasa hivi tuna watoto ambao walianza mwaka jana 2024, leo wako kidato cha pili.
watoto wao tayari wanaweza kusuka umeme kwenye nyumba, kwenye majengo, lakini wanaweza kutengeneza vitu kama pasi zilizopata hitilafu za kiumeme, lakini pia wanafahamu umeme kwa ujumla wake, kwa maana kwamba wanajua kwamba umeme changamoto zake ni zipi, namna gani ya kukabiliana na masuala ya kiusalama ya kiumeme. Lakini pia watoto hao wanafundishwa na watu ambao tunaita ni maengineer ambao wana level ya chuo. Kwa hiyo wanawatanua kwa kiwango kikubwa uelewa. Hivyo tunaamini inawasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Mwalimu Veronica James Mlozi kutoka shule ya sekondari Mwabatini, halmashauri ya mji Njombe. Nipo hapa kwa ajili ya mafunzo yanayoendeshwa na wawezeshaji wetu ambao wametoka ngazi ya halmashauri ya mji Njombe kwa ngazi ya udhibiti ubora wa shule kuhusu mtaala ulioboreshwa. Mtaala huu umetupa kitu kikubwa sana, kwamba utawasaidia wanafunzi wetu kuwa na elimu ya kujitegemea badala ile iliyokuwa ya nadharia sana na vitendo kwa uchache. Na pia inawapa watoto wetu, itawapatia watoto wetu kitu kile cha kujiamini na kuweza kujiajiri badala ya kutegemea ajira za serikali, kwa sababu mtaala mzima unawashirikisha watoto katika swala zima la kushiriki kwa vitendo masomo yao hayo ambayo yako katika kipengele hicho cha amali. Kwa hiyo mtaala huu nimeupenda kwamba utawafanya watoto wasahau au wasijiingeji sana kwenye swala la kuajiriwa, na wakasahau kwamba ajira inapatikana wakati wote na hata kwa wao binafsi wataweza kujiajiri. Mimi naitwa Mwalimu Onesmo Madilu kutoka shule ya Mbela Sekondari. Leo tumekusanyika hapa walimu wote kutoka kata ya Njombe mjini kwa ajili ya mafunzo juu ya mtaala mpya ulioboreshwa. Tupo hapa walimu wote juu ya kujifunza juu ya mtaala huu, kwa sababu mtaala huu umeboreshwa zaidi kwa ajili ya manufaa ya mwanafunzi. Kabla hapa tulikuwa na mtaala uliopita ulikuwa haumwandai mwanafunzi katika maisha ya kuja kujitegemea na kujitambua yeye binafsi. Lakini mtaala huu ulioboreshwa unamwandaa mwanafunzi anapohitimu elimu ya sekondari aweze kuwa na maudhui na umahiri katika fani au katika ujuzi atakaokuwa ameuchagua anaposoma, anapohitimu elimu ya sekondari. Lakini pia anapohitimu elimu ya sekondari anakuwa ametunukiwa vyeti vya aina mbili, yani cheti cha VETA na cheti cha NECTA. Hii itamsaidia yeye kuweza kukabiliana na mazingira. Kwa tunashukuru serikali, tunashukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mpango huu uweze kutekelezwa kwenye shule zetu. Itatusaidia sana mtoto kuweza kujitegemea na kuweza kujitambua na hatimaye kuweza kukabiliana na mazingira mara baada ya kuhitimu. Naitwa Dorothea Wela ambaye nafundisha Mbogamo Sekondari. Kwa leo tupo hapa kwenye semina ambayo tunafundishwa juu ya mtaala mpya ambao unaboreshwa juu ya elimu yetu ya Tanzania. Tunashukuru kwa hayo maboresho ambayo yanaendelea kuboreshwa, namna inavyotakiwa kuwafundisha watoto na namna ya kuwawezesha watoto ili wasiweze kutabika kwenye mfumo mpya ambao tunaubadilisha saizi au mfumo ambao tumeupitia sisi kwa ajili ya ajira. Nadhani huu mtaala mpya ambao unaboreshwa unaweza ukasaidia kwa namna fulani, ili wakishamaliza hiyo elimu yao ya level ya chini, wakienda huko chuo labda wanavomaliza, kwa sababu kuna hiyo mikondo miwili, mkondo wa amali pamoja na mkondo wa jumla, kwamba wakijihusisha na huo mkondo wa amali inaweza kuwa ni msaada zaidi, kwamba anapotoka pale anakuwa ana elimu ya au mafunzo au fani yoyote ya kwenda kufanya anapoenda mtaani, badala ya kutegemea kuajiriwa na serikali. Kwa hiyo au hayo maboresho mapya ambayo yamefanyika yanakuwa kama yanasaidia au kupunguza ukakasi wa hilo swala la kutokuajiriwa na serikali au kutegemea ajira kutoka serikalini. Kwa hiyo anakuwa ana fani mbadala ambayo itamsaidia yeye kuweza kuingiza kipato.